Bwana, tupo hapa nipo na coach Zuberi Mkalaboko. Tunazungumza leo yote ambayo yanaendelea duniani kwa hivi sasa. Tunafahamu hivi sasa duniani katika upande wa kisiasa kuna vita kubwa ambayo inaendelea Irani, Marekani pamoja na Israel. Coach, tunaongea kidiplomasia hapa. Irani ni taifa la Kiislamu, lakini Saudi Arabia pamoja na washirika wengine wa Mashariki ya Kati wanapigania jihadi kubwa sana, akishirikiana na Marekani pamoja na Israel kumpinga au kupigana na Irani. Hii imekaaje kwanza? Israel na Marekani walishinda vita ya kifikra Mashariki ya Kati. Sasa hivi imebaki silaha dhidi ya Iran. Inachukua miaka 100 sasa tangu wa Israeli walipokuwa kwenye harakati na mpango wa kuwa na nguvu na ushawishi mkubwa wa Mashariki ya Kati ili kuweza kuitawala rasilimali ya mafuta. Lakini kikwazo kikubwa kilikuwa ni dini na ushirikiano uliokuwepo kwa nchi za Mashariki ya Kati baada ya kabla ya hapo. Kumbuka Iran na mataifa mengi yote Mashariki ya Kati walikuwa na msimamo wa pamoja muda mrefu sana. Lakini miaka 100 iliyopita walitumika watu wanaitwa musharikin, watu wa mashariki. Kazi kubwa iliyofanywa na Mossad, maana yake shirika la ukachero la Israel la kijasusi, ambalo lilibaini kwamba ili sisi tuwe na nguvu Mashariki ya Kati, haya mataifa ya Kiarabu lazima wasiwe wamoja, wafarakanishwe. Na mahala pekee pa kuwafarakanisha hawa sio rasilimali, wote wana utajiri mkubwa. Mahala pekee pa kuwafarakanisha hawa ni misimamo yao ya kiimani. Ifahamike, madhehebu makubwa ya kiimani Mashariki ya Kati kwa kipindi cha miaka 100 iliyopita, na hususan kwa Waislamu, ni Mashia na Wasuni. Kazi hii kwa mujibu wa vyanzo na rekodi ilifanyika katika muktadha mpana sana, kwa kuwajengea au vijana mushrikin elimu kubwa kuisoma dini ya Kiislamu kule Mashariki ya Kati, na kujenga misingi hapo na kuhakikisha maeneo ambayo watu hao wanatofautiana ndiko akapatikana matabaka ya kiimani kule Mashariki ya Kati. Na kwa mfano, ukienda Saudia kuna usuni kwa kiwango kikubwa. Ukienda Qatar, ukienda Iraq, kulikuwa na usuni na ushia, lakini usuni ulikuwa na nguvu, ndio na Saddam walikuwa masuni. Iran kuna ushia wa kiwango kikubwa. Sasa Lebanon kuna Ukristo, ushia na madhehebu mengine. Hawa watu kwa muktadha huo, kwa kazi ambayo ilifanyika muda mrefu kipindi hicho, ndio maana nitakupa mfano hata huku kwetu watu waliopata bahati kwenda kusoma Iran wakija huku wanaanzisha taasisi za Kishia. Watu ambao wamekwenda kusoma Saudia wakija huku wanaanzisha taasisi za Kisuni. Tayari hizi taasisi zinakuwa hawapatani tena. Hapo kabla tujaendelea, pengine mtu anaweza kujiuliza, hasa mimi, kwamba kwa nini katika Uislamu kuna matabaka hayo? Ilianzaje kutokea na Sunni mpaka Shia? Ni kwa sababu ni utofauti wa imani na misingi ya tafsiri ya chanzo cha hizo dini kwa rekodi huko nyuma. Kwa maana Ushia unakuwa na imani, wanaamini hiki na hiki, lakini wote wanaunganishwa kwa Uislamu kwa sababu mambo mengi wanaamiliana. Lakini nguvu kubwa ikasimama kutofautisha, na ndio maana ukija kwa Uislamu hata mwezi wa kufunga tunatofautisha watu. Wengine nao yuko sahihi. Kwa ni kazi ambayo ilifanywa kwa utafiti mkubwa huko nyuma. Inaelezwa kwa mujibu wa vyanzo ambavyo nakupa picha. Kwa nini leo inakuwa rais Iran, taifa la Kiislamu, linazajwa la Kiislamu, Saudi Arabia anatangaza jihadi dhidi ya Iran? Kwa nini leo Iran anawashambulia Saudia na Waislamu hawezi kushambulia? Ni kwa sababu wamegawanyikia hapo. Ndio sababu iliyowagawa hapo. Na ndiko ambako panatengeneza mgogoro hapo wao kwa ndani. Sasa vita hii ya kifikra ilivyofanikiwa, ndio unaona hawa wanagawanyika. Ndio maana rais tu kwa msimamo Saudi Arabia yuko na ukaribu na Marekani,
Unaenda Yemen kuna mgawanyiko, unakuta kuna upande wako wa Shia, upande wa Sunni, Houthi wapo kule, Lebanon Hezbollah, huku Syria kuna mgawanyiko. Ni mataifa ambayo yana mgawanyiko kwa sababu umekaa katika misingi hiyo. Utaona wakati ule wa Saddam alishawahi kumnyonga ndugu yake ambaye alikuwa Mshia huko nyuma, record. Hii ndio historia ambayo hawa walitengenezwa, walishambuliwa kifikra hapa, wakagawanyika hapo kuanzia hapo. Kwa nini sasa? Nimejaribu kukupa picha kwa nini huko nyuma ilikuwa hivyo, kwamba hawa historia yao ilikuwa hivyo. Mgawanyiko wao ulianzia hapo kwenye imani, na wamesomeshwa wanatofautiana. Sunni anamuona Shia yuko tofauti na Shia anamuona Sunni tofauti, tayari wamegawanyika. Kwa hiyo hata misimamo dhidi ya wao hawaonani kama wamoja tena. Lakini bado Iran sio Arabu, Persian wale, lakini utofauti wao wanaunganika na imani, sababu imani haina tabaka. Mimi naweza kama Mswahili na imani tutakupana kwa imani yetu. Unaona shida ya Arabu, Persian wale. Sasa kwa nini imekuwa hivyo? Ndio hiki ninachokusimulia kwamba msingi wa mgongano hapo ndio umefikia hapa tulipokuwepo. So kwa maelezo yako haya, kwa nini pande zote hizi nazungumzia Irani, Israeli na Marekani, hata huko Saudi Arabia, kuna uzito wa maridhiano kwenye hili jambo? Kwa sababu vita ni mbaya, na taarifa ambayo nimeipata, Irani imetangaza kama unataka kuishi Israel basi ondoka. Liko tatizo kwa nini Marekani na mshirika wake Israel dhidi ya Iran imewawia vigumu kufika meza ya mazungumzo. Na yalianza ya mazungumzo kule Geneva kabla ile tarehe 28 kufanyika shambulizi, na wakosoaji, watabiri wa mambo, wabobezi wanakiri kwamba pengine ilikuwa ni mtego tu, Iran aendelee kujisahau. Wakati huo wanafanyia shambulizi za kushtukiza. Kama nakumbuka shambulizi la tarehe 28 ndio lilipelekea vifo viongozi wao wa juu waandamizi, akiwemo Ayatollah Khomeini al-Said ambaye alifariki pale Tehran. Kumekuwa kuna shida kwenye mazungumzo kwa sababu kila upande hawataki hoja zao zikae chini ya meza. Kila upande hautaki hoja yake ikae chini ya meza, kwa maana kila mmoja anaenda kwenye meza ya mazungumzo akiwa na misimamo yake. Marekani wanataka Iran waachane na mpango wao wa uzalishaji wa uranium, hususan kuelekea kutengeneza silaha za nyuklia, waache uzalishaji wao wa makombora, hususan kuelekea kwenye uzalishaji kujilinda, kwa ajili ya kujilinda, kitu ambacho Iran wanasema wanafanya uranium kwa sababu ya sababu zao za kiusalama, lakini uzalishaji wa makombora kwa sababu zao za kiulinzi. Hayo ndio masharti ambayo Marekani wanayapeleka mezani, na Iran ndio majibu wanayopeleka mezani. Sasa kwa kila upande kutaka hoja yake ibaki chini ya meza, ugumu unaanzia hapo. Kwa nini ugumu unaanzia hapo? Ugumu unaanzia hapo kwa sababu mtazamo wa Iran na rekodi ya Israel kwa Iran, na kabla ya hili sasa, huko nyuma wameshapigana kupitia washirika wao pembezoni. Kwa mfano, Iran amekuwa na ushirika wa karibu sana na Houthi kule Yemen, Hezbollah Lebanon, na kule Syria wakati wa utawala Bashar al-Assad ambaye naye ana mlengo wa Kishia kama utakumbuka wakati ule. Sasa wakati Iran pia amekuwa na ushirika na Hamas kule Palestina, na utakumbuka Hamas wamekuwa kishasambaratishwa sana na Israel, na pengine Israel baada ya kuona kapiga hatua kiasi kwenye mapambano dhidi ya matawi ya Israel ya Iran, kwa maana Hamas, Hezbollah pamoja na hawa Houthi kule Yemen, akaona ni wakati sahihi wa kuweza kumkabili bwana mkubwa kwa hoja ambazo zimejikita kwenye maeneo matano, kwa sababu mpigano haya yamejikita kwenye maslahi ya kiusalama, ambako Mashariki ya Kati haiwezi kuwa salama kama Iran ataendelea kuwa na nguvu, kwa sababu Iran mlengo wake ni nje ya mataifa mengine yote ya kule Mashariki ya Kati ambayo yana ukaribu na Israel, na yanafanya kazi chini ya Marekani, ushirika wa Marekani na Israel. Lakini mbona kama Irani ipo kimya, ni kama vile ndio anachokozwa? Ndio msingi wake kwamba Iran ndio taifa pekee yake liko na msimamo wa pekee yake, na limejikita katika muktadha wa pekee yake Mashariki ya Kati, na mataifa mengine haya tayari yameingia kwenye mkubwa. Kwa mfano, Syria walikuwa miongoni mwa taifa ambalo lilikuwa na msimamo mkali dhidi ya Marekani,
lakini kudondoshwa kwa utawala Bashar al-Assad nafikiri unaona sasa hivi kwa uhamishoni anaishi Russia. Lakini Lebanon wakati ule walikuwa wanapitia wakati mgumu, wakati wa Nasrallah kiongozi wa Hezbollah alivyokuwa pale, na serikali ya Lebanon ilikuwa imezidiwa nguvu na Hezbollah, lakini Hezbollah umekuwa akishambuliwa na kule milima ya Golan na hawa wa Israel kwa muda mrefu upande wa Syria. Nguvu yao imepungua. Houthi nafikiri kwa Yemen unaona nguvu yao nao pia imepunguzwa kiasi. Sasa baada ya kuipunguza nguvu kiasi, wakaja kwenye kichwa kinachowapa nguvu ambayo ni Iran. Kwa nini Iran? Nasema sababu za kiusalama ambazo taifa la Marekani linaona hakuna amani Mashariki ya Kati kama Israeli atakuwa anahofishwa na Iran, lakini sababu za kiuchumi, huwezi kutawala mafuta ya Mashariki ya Kati kama hutokuwa na ushawishi kwenye taifa ambalo liko kwenye mlango mkuu wa bahari Hormuz, ule mfereji Hormuz, eneo ambalo lina zaidi ya maili 24. Meli zote za mafuta zinapita pale ili kutoka kwenda duniani, licha kwamba Saudi Arabia yeye alishajiandaa na hii hali kabla, ametengeneza mabomba ya mafuta yanayosafirisha mafuta kwenda mataifa mengine, lakini sio mataifa mengi kama huko Afrika ambayo mafuta yake yanapita pale Hormuz. Lakini Iran mwenyewe ni mzalishaji mkubwa wa mafuta, anauza mafuta kwa mahasimu wa Marekani, Russia na Uchina, kama ambavyo juzi katoka kumtoa Maduro. Sasa nawezaje kucontrol mzunguko wa mafuta wa Asia kama siwezi kumbana Iran, taifa ambalo nasigana nalo wengine wote nimewaweka kwenye kwapa? Na nawezaje kuwa na usalama Asia kama mshirika wangu Israel anasakamwa na Iran, ndio taifa ambalo linaonekana na ushawishi na tayari limeanza kutengeneza matawi kwenye hayo mataifa. Kweli Irani anafadhili makundi ya kigaidi ambayo yanapigana na Israel. Washirika wake, maana yake adui anaweza kupewa jina na washirika wake wako kwenye hayo mataifa ambayo ni Yemen, wapo Lebanon, wapo Syria na Hamas ambao walikuwa wanasapotiwa na Iran kule Palestina. Sasa kilichobaki ili haya makundi yasiwe na nguvu ni lazima bwana mkubwa tumuondoe. Tunamuondoaje? Mpango wa kwanza ilikuwa ni kutengeneza uasi ndani ya nchi yao, ambao unaonekana muundo wa serikali ya Iran, siasa yao imefungamana na imani, Ushia. Ndio maana kifo cha Ayatollah Khomeini ni kafa kiongozi wa kidini kwa Mashia duniani kote, kiongozi wa kisiasa Iran kwa Mashia duniani kote. Ndio maana unaona maombolezo, tunaona balozi wa huku wapi ni kiongozi wao wa kidini, kwa kafa kiongozi wao wa dini. Unaelewa utofauti unapokuja? Na ndio maana watu wengine watakwambia sio vita kidini, lakini ndani ukirudi kwa Iran ni vita kidini, kwa sababu Ayatollah Khomeini alikuwa ni kiongozi wa Mashia duniani, kiongozi wao wa kidini. Na ndio maana utaona baada ya kifo chake ile tarehe 28 baada ya ile shambulizi kulipuka Pakistan, wapi watu kote wanaleta fujo na maandamano, kwa maana kuona ameshambuliwa kiongozi wao wa kidini. Ipo katika sura hiyo. Lakini kwa nini nguvu ya kufanya mazungumzo inakuwa ngumu? Kama nilivyosema tayari, kila mmoja hataki hoja zake zikae chini ya meza, anataka aende kwenye meza hoja zake zikasimame kuliko za mwenzake. Ndio maana unaona mataifa haya yameingia kwenye mzozo mkubwa, lakini zaidi pia yanachangiwa na aina ya nguvu na teknolojia walizokuwa nazo, kwa sababu udhaifu ambao ulionekana haraka kwa Libya, udhaifu ambao ulionekana haraka kwa Iraq, sio ambayo udhaifu wako nao hawa Waajemi, kwa maana wa Iran. Wa Iran ni miongoni mwa taifa ambalo sayansi iko juu. Mtoto tangu nasari anafunzwa teknolojia. Hawa walinufaika sana na kusambaratika kwa Soviet Union mwanzoni mwa miaka ya 90. Walichukua wanasayansi wengi wakaenda kufundisha sayansi kwenye vizazi vyao, na Iran ni miongoni mwa taifa ambalo elimu yao iko juu sana, kwa maana uwezo wa teknolojia na mambo wanayofanya. Hawa sio watu ambao wananunua silaha, wanahariri teknolojia ya silaha, wanafanya ya kwao. Na ndio maana unaweza kuona ni moja ya taifa ambalo linazalisha drones nyingi, taifa ambalo linazalisha makombora, sio mizinga, makombora. Maana kuna tofauti ya mizinga na makombora. Makombora mengi. Kwa nini nchi za Kiafrika zimenyamaza sana? Kwa maana kwamba ukiangalia hata vita ya Urusi na Ukraine, wa Afrika ndio tulikuwa tunaathirika kwa kiasi kubwa. Vita hii pia ya Irani, Marekani na Israel, wa Afrika pia tunaathirika kwa namna moja au nyingine. Kwa nini sisi tumekuwa wa mwisho zaidi? Kuathirika kwetu sisi ni tegemezi. Kwa mfano, 20% ya mafuta yote duniani yanatoka ukanda wa Afrika, kule Asia Mashariki. Lakini mafuta yanachimbwa maeneo mengine duniani. Lakini mafuta hayo 70% ndio yanakuja Afrika. Sasa karibu 60% mpaka ndio yanakuja Afrika.
Na kwa nini? Kwa sababu ndio bahari ya Hindi. Hormuz iko ndani ya bahari ya Hindi. Mfahamu vema. Sasa Waafrika tunaathirika kwa sababu ndio tunategemea kutoka Iran. Lakini pia ni mataifa ambayo yamewahi kutukopesha. Ni mataifa ambayo tunategemea hata misaada mingi ya kiafya. Kwa mfano, taasisi nyingi za kiimani na za kiafya nchi yetu, kwa mfano Tanzania, tunanufaika kutoka Iran. Kwa mfano, unafahamu wale Ahmadiyya, kama ushawasikia taasisi ya Ahmadiyya, wana hospitali zao karibu nchi nzima ni Iran wale. Wanawezeshwa kutoka huko. Sasa athari inakuwepo kama hawa tena watakuwa hawezi kuwa na nguvu kuleta huduma kwetu. Lakini sio kwetu, wanafanya kazi wa Afrika nzima. Lakini tumekuwa tukibadilishana nao teknolojia kwenye kilimo wakati mwingine. Hayo mataifa. Sisi tunaathirika kwa sababu tunawategemea. Iran wanatudai sisi zaidi ya trilioni 1. Wanatupa mkopo bila riba wakati fulani kwenye mafuta. Lakini tunategemea nishati ya mafuta inatoka kwao. Kwa hiyo wanapokuwa na mzozo, manake sisi tunaathirika katika maeneo mengi. Kwa mfano, swala la nishati, gesi, mafuta. Manake tunaathiri sekta zetu za viwanda, tunaathiri sekta yetu ya kilimo, na ndio sekta mama katika nchi yetu. Tunaathiri sekta ya biashara, kwa maana kwenye uchukuzi na mambo mengine kama hayo. Na tunakwenda kuathiri uchumi wa mtu mmoja mmoja, kwa sababu ikiathirika sekta ya viwanda, gharama za uzalishaji zimeongezeka, tayari mfumuko wa bei unakuja, kupanda kwa gharama za maisha. Kwa haya ni mambo yote ambayo kwenye mataifa yetu tunaathirika kwa namna kama hiyo. Lakini kwa nini? Kwa sababu ya dunia imetengeneza mfumo wa kutegemeana. Sisi tunawategemea kwa hili, wao wanategemea kwa hili. Sasa anapokuwa adibikiwa mtu anayemtegemea, lazima utaathirika naye. Sasa tumalize kwa neno lolote kuhusiana na hii vita ambayo inaendelea na imeshika kasi sana, kwenye hii kauli ya kutoka jeshi la Irani kwamba kama unataka kuishi Israel basi ondoka. Pengine tulidharau sana Irani, lakini kumbe pengine walijipanga takriban miaka 20 kupigana na Marekani au mtu yeyote ambaye atakayekuja kumchokoza. Na si kupigana. Iran yuko kwenye mzozo na mataifa ya magharibi tangu mwaka 1979 wakati ule Mohamed Rula alipokuwa amepinduliwa na kufanya mapinduzi ya Kiislamu, ambapo aliingia Khomeini, na mpaka utawala wa sasa Mohamed Razi na alikuja Khomeini Rula, mpaka utawala wa sasa kumekuwa na mvutano wa muda mrefu na mataifa ya magharibi. Iran alitengwa na washirika wake, akatengwa na wenzake kule kule kwao, akawa ametengwa zaidi na mataifa magharibi na yuko chini ya vikwazo kwa muda mrefu. Kwa hiyo hiki kinachotokea ni kama utawala uliomalizika juzi wa kushambuliwa kwa Khomeini, kwa utawala wake wa miaka 37 tangu 80 kitu huko mpaka sasa. Fasili yake ni kwamba Iran alikuwa anajua anaishi kwenye mazingira ambayo hana rafiki, kazungukwa na uadui. Hivi Irani alikuwa taifa la Kiislamu hapo mwanzo? Ilikuwa na utawala wa kawaida wa kifalme, lakini baadaye kufanyika mapinduzi ya Kiislamu, ya utawala wa Kiislamu tangu mwaka 79, ambako mfumo wao wa nchi ukageuzwa sasa kwamba mkuu wa nchi ndio kiongozi mkuu wa kiimani wa Shia katika taifa lao, na ndio maana wanatazamika kama utawala wa Kiislamu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Sawa bwana. Mwalimu, umefundisha somo, umetuelekeza. Leo ni mwanzo tu, nafikiri tutazidi kupeana madini baada ya kinachoendelea. Pengine maridhiano atakaa chini, itakuwa ni jambo zuri pia, kwa sababu hata Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alieleza madhara ambayo yanatokana na hii vita, na mafuta yamepanda by the way. Shabaha ya Marekani na Israel ni kama wamejiandaa kuto kufanyika maridhiano, kwa sababu Marekani katangaza Donald Trump, licha ya ukinzani anaopata kupitia kwenye bunge lake na Senate, kwamba wanajiandaa kwanza kuzilinda meli zote zitakazo zinapita Hormuz, kwa maana wako tayari kuendelea kupambana na Iran na meli za mafuta zipite pale, wao wakiwa wanazilinda. Sasa tafsiri yake ni kwamba wamejidhatiti vita iendelee. Kwa hiyo kauli ya Marekani ya kulinda Hormuz ni vita itaendelea, hakuna suluhu. Sasa ulimwengu ni zaidi tu ya kuona kutokuwa na suluhu ya vita. Mazingira ya kufanya kazi yatakuwa na mashaka sana. Na uchumi wa dunia tayari umeteteleka. Hivi tunavyozungumza, mafuta pakote yamepanda kwa 13%. Lakini tunasema kama dili linavyoendelea hatutashangaa kuendelea kupanda zaidi. Mfumuko wa bei utakuja tu. Mafuta yakipanda, watu watapandisha bei. Wewe bodaboda unapokwenda 1000 utaambiwa 2000. Na ule sema 600. 600 itakuwa 1000 kwa 13%. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinaendelea.
Shukrani sana. Sasa